Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio wake, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wahimizaji. Heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wasio wake, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wahimizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka, ni mtu wa Mungu, umeokoka. Unabidi utambue kwamba kuna maisha ya haki na maisha ya Mungu. Kwa katika dunia hii unabidi wewe mwenyewe kuchagua. Na hii sasa kama mimi niko tayari kanisani, nimeokoka nipo kanisani, no. Unaweza kuwa kanisani lakini Yesu asiwe na wewe. Issue ni je, upo kanisani, Yesu yuko na wewe? Utaangalia namna ya matendo yako na namna ya maisha yako. Kwa hiyo kuna hatua tatu za mtu kuingia katika njia ya wokovu. Unapokuwa katika maisha ya wokovu, unabidi uwe makini sana usije ukajikuta umeingia katika njia za wokovu. Kuna hatua tatu kabla mtu hajafanya wokovu wote. Aidha kabla mtu hajaiba, kabla mtu hajazini, kabla mtu hajaanguka, lazima kuna njia tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtu yule asiyekwenda. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwamba kabla mtu hajaanguka lazima ataanza kwenda kwanza. Lazima kwanza mtu ataanza kwenda katika njia, katika mashauri ya wasio wake. So ni shauri gani ulisikiliza? Aizo yako umeokoka ndio. Je, ni shauri gani ulisikiliza? Upo kanisani ndio, je, unaenda katika mashauri ya watu gani? Watu gani upo benefit nao sana? Unaenda katika mashauri yao. So kabla hujaanguka au kabla mtu hajaanguka lazima kwanza anaanza kwenda katika mashauri yao. Na ili mtu aweze kusoma zaidi lazima kwanza naye ataenda katika mashauri walio haki. Kwa hiyo ili uweze kuanguka, mtu kabla hajaanguka ataanza kwanza kwenda katika mashauri yasiyo haki. Ili usiweze kuanguka lazima uende katika mashauri yenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza kuwa umesimama hapo kanisani umeokoka, lakini ukashangaa mtu alikuwa ameokoka na ameanguka kule nyuma. Kwa nini? Alianza kwenda katika mashauri yasiyo haki. So njia ya kwanza kabla mtu hajaanguka huwa anaanza kwenda katika mashauri yasiyo haki. Je, wewe ni marafiki gani ndio nao? Ni watu gani wa karibu ndio nao? Darasani kwako, hapa shuleni, je, ni watu wenye haki? Na tukisema hakuna mwanadamu mwenye haki, bali tunapata haki kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akasema nina haki. Na tunapata haki kwa njia ya imani. So walioamini Yesu Kristo wanahesabiwa kuwa na haki kwa tendo la imani, kwa imani inahesabiwa kuwa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ambaye hajaokoka hata kama atakuwa na matendo gani, hajaweza kuitwa mwenye haki. So unaweza kuwa na kanisani kila siku unasali na kila siku unaenda kanisani, kama bado hujamkiri Yesu Kristo kuwa na mwokozi wa maisha yako, bado hujaitwa mwenye haki. Na hata kama uko kanisani, kama hujaishi yale mapenzi ya Kristo, bado hujaitwa mwenye haki. So unaweza kuwa unaenda kanisani, Kristo sio na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ana Kristo, afu Kristo sio na wewe. Kwa zipo njia tatu za kuingia katika uovu. Njia ya kwanza ni kwenda katika mashauri yasiyo haki. Anasema wala kusimama katika njia. So utaanza kwanza kwenda katika njia. Anakuja rafiki, anakuambia mimi naviona tuibe, mimi naviona tufanye hivi, mimi naviona tufanye hivi. So utaanza kwenda katika njia zao. Utaanza kusimama. Na unashangaa unaanza kusimama nao. Unaanza kusimama nao kabla hata hujaanguka. Na kabla mtu haja wala akusimama katika njia ya kusali. So unaweza kuona mtu ameanguka. Hata kama ni mtu wa kanisani, usiogositishe na mtu wa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mtu anaenda kanisani, unaona huyu mtu ni mkosaji, huyu mtu ni mwizi, huyu mtu ndani yake kuna roho isiyokuwa kawaida. Unaenda katika mashauri yao, zaidi unaanza kusimama katika njia zao. Aidha ni watu ambao wanatenda matendo ya uovu, unaanza kusimama katika njia zao. So ukianza kusimama hata hujafanya. Je, kuna mtu ambaye hata akasema ni marafiki zake wanaiba, wanasema nyinyi nendeni kuiba, lakini tayari umeshasimama unaenda kwa mashauri yao. Umeanza kusimama nao na siku moja utaiba.
Marafiki zako wote na bibi zako wote wanazini, wewe hauzini, ila uko katika njia yao. So anytime utazini na wewe. So umeanza kwenda katika shauri lao, na tupige story, lakini sisimami, lakini siendi, ila huko umesimama nao. So muda wote unaweza kaamka. So kabla ya mtu kufanya uovu, anaanza kwanza kusikiza mashauri. Na baada ya kusikiza mashauri, anaanza kusimama katika njia ya busara. Alafu mwisho anasema wala tukete barazani. Hii kupenda sana mtu anaanza kupenda sana. Anaanza kuzoelea. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa shuleni, usitishwe na urefu wa mtu, usitishwe na maisha ya mtu. Bali angalia sana msingi wa kiroho. Ndio itaweza kusaidia kesho yako. So kesho ya mtu, mafanikio ya mtu yanaangaliwa msingi gani unaotengeneza leo. Yaani kesho yako inaangaziwa na leo yako. Na mafanikio yote unayoona mtu anayo, lazima basis kubwa kwanza ni msingi wa kiroho. Na kuna wengine ambao wanaweza kaa leo makanisani, lakini misingi yao wao misingi ya kiroho wametengenezea kwa waganga na wachawi. Nataka nikwambie kitu kimoja, unaweza kufanikiwa ndio, lakini hauendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna njia mbili tu katika maisha, njia na njia ya Mungu. Na ili mtu aingie katika njia ya Mungu, uwe inaanza mashauri. Baadaye inapata kusimama. Na baadaye inapata kuketi barazani au juzani. Mimi ni ombi langu kwako leo, ya kwa wewe usiwe ni mtu ambaye unaenda katika njia na katika mashauri wasio wake na Yesu. Na wala wewe usiwe ni mtu ambaye unasimama katika njia za wakosaji katika jina la Yesu. Hata kama wakosaji wanataka usimame katika njia za Mungu akuokoe. Na wewe pia usiwe ni mtu ambaye unaketi barazani kwa wenye mizaa. Anaendelea kusema, anasema bali sheria ya Bwana ndiye ipendezayo, na sheria yake utafakari mchana usiku. Naye sasa ni heri mtu zaidi, mwanafunzi zaidi, anayependezwa na sheria ya Bwana, anayependezwa na neno la Bwana, anayeishi neno la Bwana, anayeziishi amri 10 za Mungu: usizini, usiibe, usiseme uongo, usifanyeje, anayeishi matendo ya Bwana. Ni heri zaidi mwanafunzi huyo. Nataka nikwambie, hata kama leo anaweza kaonekana na akili, lakini kesho yake ni kubwa zaidi ya huyo anaonekana na akili. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni yeye wewe ambaye unachopeleza nacho ni kutafakari yaliyo ya Mungu. Sababu sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake utafakari mchana usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila aitendalo utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha hapa kucheke katika maisha ya kitafuta ya Kristo, lakini kesho yako ni kubwa zaidi kulipa anayemcheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa? So jenga msingi katika neno. Jenga maisha yako katika neno. Jenga mwenendo wako katika neno. Usikae na usiende katika shauri la wasio haki. Na zaidi usisimame, yaani sio tu kwenda, hata kusimama nao. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuketi yafanye yaliyo mema. So watu wengi hasa katika nyakati hizi na mashuleni, unaweza kuwa unaingia kanisani, lakini huko mambo hili unakaa barazani na wenye mizaa wanamzaki Mungu wako. Watakwambia mambo ya ajabu. Utisho na watu ambao wanaingia kanisani. Kwa sababu hata kanisani kuna mambo ya Mafarisayo. Unaweza kaja kama anakuja kanisani, anaomba, unamwona anaomba, unamwona afanya hivi. Anasema mimi nimeokoka, mimi ni Mkristo, lakini Kristo ana yeye. Angalia maisha